Subira. Mimi ninavyokuuliza maswali unatakiwa unyooke ujibu maswali. Napouliza swali jibu swali. Sio nauliza swali wewe unakuja na siku zote utaratibu wangu unaujua. Nimekuuliza swali, jibu swali, tunyooshe. Sitaki mambo ya kupinda pinda mimi. Amekufa. Unasemaje? Hivi wewe, kwa mateso yote uliomfanyia mwenzako, vitimbi vyote ulivyomfanyia mtoto wa watu, bado unakaa eti unaulizia kuhusu mtoto? Unajua yule binti anapitia mateso mengi, kapitia shida na misukosuko mingi. Maoka, nyie ni wanyama. Hebu mwache binti ya watu atulie jamani. Sikiliza, muache mtoto wa watu atulie. Dada, unaenda wapi? Nakuuliza unaenda wapi? Simeshakwambia kama mimi ndo nina mamlaka. Sishakwambia kama mimi ndo kila kitu au? Okay. Sikia. Siwezi kukuua leo. Sawa. Kwa sababu nina kazi na wewe. Nataka kuna kazi unikamilishie. Kila kitu kiende sawa. Naomba ufanye hivi. Nataka kujua mwenendo wa Pejo. Amka yake, kula yake, lala yake, mizunguko yake, mianjo yake yote. Anaendaga wapi? Kwa siku gani? Anaendaga wapi kwa siku gani? Na huwa anaondoka na nani? Ushafahamu? Bwanangu. Ndiyo mama. Pejo binti yangu. Niambie mama. Naona aibu sana. Zimetokea vurugu nyingi sana. Nimekukashfu. Nimekusema vibaya. Nimekudhihaki. Nimekuongelea maneno machafu. Mzazi akosei. Ila kuanzia leo hii naongea kutoka ndani ya moyo wangu. Nimekukubali uwe mke wa mwanangu. Nimekukubali uniite mama mkwe. Nimekukubali uniite mkwe. Kuanzia leo hii mimi ndo mkweo. Na huyo ndo mume wako. Unafanya nini chumbani kwa mwanangu? Nilikuja kuweka sawa. Nilikuwa naweka sawa. Chumba cha mwanangu sawa ataweka mke wake. Chumba cha mwanangu sawa nitaweka mimi. Mwanangu ana mwanamke mzuri, ana sura, ana shape. Sio wewe takataka. Sawa mama, samahani. Shikamoo. Eti shikamoo, ukome. Tena kuanzia leo ukome kuniita mama. Mimi sio mama yako. Alafu nataka nikwambie kitu leo. Na nisikize wewe binti. Sawa mama Tom.
koma kutaja jina la mwanangu kwenye mdomo wako. Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza. Sikupendi. Sikutaki. Ukome kuniita mama. Sina mtoto chizi. Ni kitu gani ambacho unachompa mwanangu mpaka anachanganyikiwa na we chizi? Unataka kumlisisha mwanangu uchizi? We binti, koma wewe. Tena ushike adabu yako. Kuanzia leo usikanyage tena chumba cha mtoto wangu. Umenisikia? Nimekusikiliza mama. Umenielewa we chizi? Hapana, siwezi kutoka mpaka pale kile alichoniambia Tom nifanye nitafanya. Eti utotoka mpaka umalize alichokuambia Tom? Mwanao, ndugu yako, unaukona Tom wewe? Hapa utatoka tu. We binti, aya nje. Siwezi mama, sijamaliza. Toka. Mama nini? Toka chumba cha mwanangu. Eti uwezi kuondoka ufanye. Nini lakini chumba cha mama? mwanangu. Toka. Ai. Mama. Kwani? Mama nini? Hii takataka ndani kwangu inafuata nini? Nini kinaendelea hapa? Simtaki. Lakini mama, kwani wewe Pejo amekutendea kitu gani cha ajabu mpaka yani moyo wako unakuwa ni mzito sana kuishi naye? Pejo kakukosea nini kwenye maisha yako mama? Chizi. Mama, Pejo sio chizi mama. Mwanangu hawezi kuishi na chizi. Toka. Hebu mwache aende. Mama. Mama nini? Nimesema hivi. Pejo simtaki ndani kwa sababu chizi. Kwani mama, hivi Pejo amekukosea nini kwenye maisha yako mpaka unamtreat kama unavyomtreat? Hivyo sio sawa mama, ujue. Mama, Pejo sio chizi. Na kukosea kukuweka mwanangu pazuri, kutoka kwenye maisha ya chizi kuingia kwenye maisha ya binadamu. Unataka akuue? Mtoto mwenyewe ni huyu mmoja tu mwanangu. Nakupenda sana mwanangu, ila kwa swala kuishi na chizi utanisamehe baba. Lakini mama, hii sio sawa mama. Hii sio sawa. Wewe ni mama yangu na kusikiliza na Simtaki. Mama, hii sio sawa mama. Kwani mama Pejo kamkosea nini? Asante mama. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nimefurahi kusikia hivyo. Nashukuru sana mama wangu. Moyo wangu unaniuma. Nilikuwa sikujui vizuri. Nilikuwa nakuona mtu mbaya sana. Nimekaa na wewe hapa, nimekuona ni mtu mzuri sana. Nawapenda sana wanangu. Tunakupenda pia mama. Asanteni. Lakini mimi nimeshajiandaa. Nawaacha. Naondoka kwangu. Hapana mama, tena nilikuwa nataka nikuulize mbona na mabegi? Mama, ndo kwanza tu nimepata amani ya kukaa na wewe mama yangu, ndo nataka kuondoka. Usijali binti yangu. Mimi nipo, naondoka mwili wangu tu, lakini ukikaa hapa ukiangalia kiti utaniona, pita hivi utaniona. Ukinitaka sasa utanifuata kwangu. Atakuleta. Hapana mama, usiondoke. Lakini Pejo, usijali. Mama anaenda tu kupumzika na kisha atarudi kukaa hapa na sisi. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna tatizo. Mimi sasa ulikuwa unaona support mama aondoke. Mama hamna, usiondoke. Wala kidogo, hata siku 2 3 alafu ndo utaondoka.
Umeanza kudeka sasa. Unadeka kama huyo eh? Mama, usiondoke bwana. Nishapanga mizigo yangu hapa. Begi langu ile hapo. Fanya jambo mwanangu niondoke. Haya mama, ngoja nimpigie yule dereva bajaji nimsisitize kuwa awahi. Maana nakuona una haraka kweli mamangu. Kabisa. Mama, basi uje mapema sawa? Ila nakupenda sana binti yangu. Ukichelewa nakufuata. Asante mwanangu. Kila nikibabu nakosa jawabu. Mguu wa kutoka ndo wa kuingia. Shem lake hilo. Shem lake huyo. Tena bora tu ukokuja Shem. Na mimi nakuona. Yule mwenda azimu asiyekuwa na jalala karudi kule kwa kina Pejo. Eti kaenda kumfuata Pejo. Wakati siku zile yule mama katutoa pale kama mbwa. Sijui anataka akachomwe visu. Jamani. Yaani Shem, na umeshindwa kumzuia mume wako. Kama unavyomjua alivyo kisilani yule baba kwenye ile nyumba, walivyokuwa na roho mbaya, wanajifanya wana hela wale. Naona kama watampiga, watamuua au kumwitia polisi atafungwa. Sasa na umeshindwaje kumzuia? Wewe. Mimi naweza vipi kumzuia yule bouncer? Anitie mangumi mimi niharibu sura yangu. Kwa nini unaondoka? Shem, hapa nilipo umeona ile begi. Naondoka. Sasa na unaondoka kwa nini shemeji jamani? Wewe fanya nenda kamwai kaka yako kule. Utakuja kumkuta maiti, shauri yako. Sasa na unaondoka kwa nini shemeji jamani? Shem, nimechoka na haya maisha ya hapa. Acha tu niondoke huko nikatafute maisha mengine. Mimi nimekuzoea mwenzio unanipikiaga vizuri na kula na shiba na wewe unaondoka sasa. Sasa nani atakayekuwa na mliwazaliwaza jamani? Mara Pejo, mara wewe. Wewe acha kujiongelesha, kaokote maiti yako kule, shauri yako. Jiraki. Sasa nani atakayetupikia wewe wapi kule utaenda kuokota maiti? Jamani. Shemeji yangu. Kweli kakaangu naye huaga maoka anakurupuka kweli. Kila mwanamke anamkimbia. Sasa sijui niende huko kwa Pejo au niende kwa nani? Nikienda kule kwa Pejo kule. Navyowajua ile nyumba walivyokuwa na kisirani, mara wanajiita sijui wachawi, mara wanajifanya wana pesa, wanaweza na mimi pia wakanisweka mandani. Nikakamatwa na polisi. Hapa kwa mjomba kwanza, maana mjomba anaweza kuwa na ustaarabu fulani akalitawala hili. Lakini ngojani. Lakini sasa ushemeji nani atakuwa anapika? Mjomba. Vipi mzee? Kama kawa inakuaje? Naona uko kimya hapa. Mama yuko wapi? Mkubwa kasha sipa zake gym mwanangu. Wewe bibi mkubwa wewe. Mwanao nishafika hapa. Kwanza nimekuja na ubao huo. Na njaa hatari. Uamini? Bibi mkubwa kasha sipa zake. Na mkeo? Mke wangu? Story ndefu sana mshikaji wangu. Lakini nikipata muda nitakuhadisia. Uwezi amini nimetoa drama kwenye nyumba yangu mwenyewe. Pejo naye ameondoka. Nani Pejo? Pejo. Je. Uko vizuri? Shwali, karibu. Asante, shakaribia. Wapi tena? Naenda kufanya mazoezi kidogo. Vizuri. Asante. Alafu pia usisahau kuwa unatoa hizo earpods masikioni taratibu ili uweze kusikia kelele za mtaani. Maana hayo ndio mazoezi yenyewe. Lakini kama unahisi zina kuzidi ama zinakuwa nyingi ama zina disturb akili yako, unaweza kurudisha earpods ili uweze kuwa sawa. Sawa, nitafanya hivyo kama inavyotakiwa. Aya, sawa. Asante. Nahisi utakaporudi utonikuta nitakuwa nishaondoka. Kwa nini? Mimi narudi sasa hivi tu. Wewe unanijua mimi mtu wa mishemishe nyingi. Kweli una mambo mengi kama ungangano mshikaji wangu. Haina noma. Kama kawaida yangu. Poa, baadaye. Poa, mazoezi mema. Asante. Mjomba. Mjomba.
Mjomba. Mjomba. Mjomba huyo. Vipi mjomba lakini? Salama tu. Safi kabisa. Za hapa mjomba. Namshukuru Mungu bana. Nakuona mjomba. Sasa mjomba, bila kupoteza muda bana mjomba, kuna tukio kubwa limetokea. Yaani limekaa kwenye kifua hapa, limepiga pa. Nikasema nisipomwambia mjomba linaweza likatokea jambo, afu na mimi nalijua, afu nikaonekana mbaya. Bwana mjomba, huyu mjomba wako si limemkuta jambo kule tulipomfuata mpenzi wake. Yaani ni hatari. Si kule tulipofukuzwa kule. Yaani sasa kilichokuwa cha ajabu, alivyokuwa hana akili, baada ya kufukuzwa yeye akaja akajifanya eti shababi, ana maguvu na masigara yake na mapombe. Akanyanyuka akamfuata, eti anamfuata mpenzi wake na mke wake huko wote kwa pamoja. Sasa unajua unanichanganya. Mke wake yupi sasa? Si huyo Pejo. Mjomba, hebu sinitanie. Hizi habari ni za kweli au unandanganya tu? Ni za kweli mjomba. Alafu lingine ambalo sijakuambia, si huyu mpenzi wake huyu. Huyu Subira huyu. Na yeye kakusanya vilago vyake. Shwing! Unaona sasa? Mwenye kulitafuta ndo hilo limempata. Yaani mjomba wangu ana matatizo mengi sana. Yaani kwa yote yale aliyomfanyia, kipigo, kumnyanyasa, kuna muda hata alikuwa anamnyima chakula. Alafu leo hii eti anamfuata tena. Sio hivyo mjomba, amempiga mikanda. Kamtesa yule mwanamke. Kamtia laana. Alafu baadaye mwisho siku anamfuata wa nini? Huyu mjomba huyu. Huyu mjomba wako huyu. Haina shida. Kama ni kweli, basi mimi nashukuru sana kwa hiyo taarifa. Sasa mjomba, mimi nimekuja kukuambia hili. Mjomba wako utafikiria analana na wanawake. Kila mwanamke mfiu. Kilicho kibaya zaidi, huyo mke wake ambaye yeye alimtesa na kumnyanyasa, sasa hivi anamuona wa thamani, kamfuata. Sawa mjomba, mimi nitaongea naye. Sehemu zenyewe zile anazoenda unaweza akampoteza, maskini ya Mungu, tukamkosa mtu. Wakimteka je? Wakimpiga je? Si ataumia yule. Yaani vitu vyangu mimi viendi kwa sababu yake. Uzungumze naye na akija hapa umsihisihi, umpe risaa hizo za wakubwa, risala hizo. Sasa mjomba, vipi huko ndani hakuna chochote kitu? Maana sijala na ubao. Mjomba, kuna chochote kile. Alafu na shangazi yako ameenda kuemea. Sawa bana, lakini usimwambie, usije kusema mimi ndo nimesema mjomba. Mimi nimekuletea tu kama kukuza undugu. Sawa mjomba. Haya bye. Haya sawa. Mjomba, bye. Sawa mjomba, tupo. Naona mjomba wangu. Wewe. Maisha ni fumbo. Kila nikifumba macho na kufumbua, nashindwa kufumbua fumbo, nashindwa kuhimili vishindo. Kesho yangu inanipa mawazo. Hivi kwani moyo wangu ndo kikwazo? Upendo wangu ndio chanzo.